Hallelujah. Haleluya. Praise the Lord, saints. Bwana Yesu asifiwe. I'm Elder Cosmini Sims, Mama Felicia Boke Sims, and we have Jesus Jesus Reigns Reigns Restoration Restoration Ministry. And this is part 2 of our lesson. Sehemu ya pili ya somo letu, Check your house. chunguza nyumba yako. Check your house. Chunguza nyumba yako. Turn your Bibles to 2 Corinthians Tupeleke Biblia zetu kwa waraka wa pili wa chapter Korintho 5, sura ya 5. and we'll read from verse 1 through verse 9. I'm going to expound on them. I would like for you to read verse 1, please. Tasoma mstari wa kwanza, mstari mmoja baada ya mwingine mpaka mstari wa 9. Tasoma katika jina la Bwana Yesu Kristo. Mstari wa kwanza. Kwa maana twajua ya kuwa nyumba ya maskani yetu iliyo ya dunia hii ikiharibiwa, tunalo jengo litokalo kwa Mungu, nyumba isiyofanywa kwa mikono, iliyo ya milele mbinguni. 2 Corinthians 5:1, for we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, we have a building of God, and a house not made with hands, eternal in the heaven. If this earthly body, if my body is dissolved, what's left is the house of God that's not made by hands. Kama mwili huu ukiangamia, iteketea, kuna nyumba nyingine Bwana anatutayarishia, ambayo kuumbwa na mikono ya wanadamu, where God dwells. ambako Bwana anaishi. We know that in us is the temple of the Holy Ghost. Tunajua sisi ndani yetu, where the Lord dwells, after he give you the Holy Ghost, where he dwells. Sisi ni hekalu la Roho Mtakatifu ambazo The Bwana Spirit of anaishi. God in you. Roho Mtakatifu ndani yetu. Christ in you. Kristo ndani yetu. The hope of glory whom we preach. Tumaini la utukufu ambao tunamhubiri. Where it say, for we know. Kwa maana tunajua. It's something that for you to know. Ni kitu ambacho unapaswa kufahamu. How Christ is in you, lest you be reprobate. Kristo alivyo ndani yako, usije ukawa umekataliwa. The Bible said for you to know the will of the Lord. Ni juu yetu, majukumu yetu kujua mapenzi ya Bwana. Amen. Jesus said it's for you to know the mysteries, the mysteries of the kingdom of God. Ni juu yetu kujua siri za ufalme wa mbinguni. His disciples said, Lord, why do you speak to them in parables and speak to us plain? He says, for you to know. Akawaambia wanafunzi wake walipomuuliza, kwa nini unawaambia wao kwa mafumbo, sisi unatuambia wazi wazi? Akasema, kwenu nyinyi inawapaswa kujua siri hizi za mbinguni. The man of God, hallelujah, the bishops, the letters that were written to the churches, it say, the word of God, Paul said, I would not that you be ignorant concerning these things, the matters, the things that go on in the church. Paulo aliwaambia hataki wawe wamepungukiwa kufahamu mambo haya, siri hizo za mbinguni. To be ignorant is to be without knowledge. Kuwa bila ufahamu ni kukosa hekima ya Mungu, kukosa maarifa ya Bwana. Amen. Amen. So we know we have the temple of God. We know God dwelleth in us. Amen. And having the Holy Ghost. And if this body is dissolved, the temple of God is in us, not made with man's hands. Tunajua hekalu la Roho Mtakatifu yani mwili huu ukiwa umefika wakati wake wa kuharibika, tuna hekalu lingine ambalo Bwana hajalitengeneza na mikono ya binadamu. Eternal in the heavens. Ambalo ni la milele mbinguni. It's not a natural thing, it's a spiritual thing. Sio kitu cha kimwili, ni kitu cha kiroho. For God is a spirit. Kwa maana Mungu ni roho. And they that worship him must worship him in spirit and in truth. Na wale wamwabuduo wanapaswa kumwabudu katika roho na kweli. Amen. Amen. Not a natural, there's no good thing in the flesh, Jesus said. Kumbuka hakuna chema chochote katika mwili huu. But by his spirit, not by his power, not by his might, but by his spirit, saith the Lord. Sio kwa nguvu wala kwa mamlaka, bali ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, asema Bwana. Read verse 2, please. Mstari wa 2 katika jina la Bwana Yesu Kristo. Inasema hivi, maana katika nyumba hii twaugua, tukitamani sana kuvikwa kao letu litokalo mbinguni. For in this we groan and earnestly desire to be clothed upon with our house which is from heaven. Amen. Amen. Read 3, please. 3. Ikiwa tukiisha kuvikwa hatutaonekana tu uchi. If so be that being clothed we should not be found naked. Being clothed with our heavenly home
Amen. tukivikwa yani mwili wetu wa mbinguni, Being like Jesus. kiwa kama Yesu Kristo, Wearing robes of white linen. tukivaa mavazi yale meupe. Hallelujah. Haleluya. Being with the Lord. Tukiwa na Bwana. This natural body, this corruption becoming incorruption. Mwili huu wa uharibifu unakuwa ni ule usioharibika. And this mortal body taking on immortality. Mwili huu nao haribika na everlasting life. Tunapewa mwili wenye uzima wa milele. Amen. Amen. We long for that. Tunatamani hilo. In the end of Revelation, at the end of the New Testament, he said, "Come, King Jesus. Come, Lord Jesus." Mwisho kule kwenye Ufunuo wa Yohana, kuna neno la Mungu linasema, njoo Bwana Yesu. We look for his coming. Hallelujah. Tunategemea kuja kwake. That's why the Lord said, watch as well as pray. Ndio maana Bwana anasema tukeshe tukiomba. Hallelujah. We desire to be with the Lord. Natafuta kuwa na Bwana. To be absent from the body is to be present with the Lord, and in his presence is the fullness of joy. Kutoka katika dunia hii ni kuwa tuhakikishe kutoka kwetu hapa duniani tunaingia kwenye uwepo wa Bwana. So inwardly we groan and earnestly desire to be, hallelujah, not only clothed with in a heavenly body, but to, hallelujah, to be with the Lord. Yani tukilalamika na kutegemea kuwa na Bwana wetu Yesu Kristo. Now, if you found naked, if you're not clothed and you don't have your holy garments on, you're not walking in the Lord, hallelujah, that's because you have not checked your house. Kama ukikutwa wewe uko tupu, hauna yani ule uwepo wa Yesu Kristo, ni kwa sababu ulizembea kuchunguza nyumba yako. The steps are breaking down. Unaona ngazi zinapotea. Windows are broken. Madirisha yamepasuka. The doors don't have locks on. Milango haina vifungo. The pipes are busted. Kila kitu kimepasuka, mabomba yanakuja. And yet you still want to live in it. Na bado unataka kuishi katika hali hiyo. It's not in a condition that's livable. Yani katika hali ambako mwanadamu hapaswi kuishi ndani. They have local government that say your house has to be a certain way, hallelujah, for you to not only live in it, but to even sell it. Una serikali za mitaa na za miji inakupa amri, nyumba yako inapaswa iwe katika hali fulani hata wewe uweze kuiuza na kuruhusiwa watu kuishi humo ndani. If your house is fallen, your natural house is falling apart. Kama nyumba yako inabomoka. If it have weeds in the yard that look like corn. Kama unaona una magugu, una majani yameota, utasema ni mahindi unaotesha. If it look like it's breaking down and ready to fall on somebody walking by your house. Kama inaonekana ukuta umeelemea, utaweza kumwangukia mtu akipita hapo au akiishi ndani. The local government will come out and not only warn you but fine you money. Unaona serikali ya mtaa itakuja itakupiga faini na itakupa onyo. And give you a time limit to fix it or get out. Na kukupa muda wa kutengeneza au uhame utoke hapo. And if it's a safety hazard, they will evict you and make you get out. Na kama ni tatizo la usalama, watakulazimisha uhame utoke hapo. You have no control over the matter. Unakuwa huna amri tena na swala hilo. When you don't check your house and you let the devil come in, hallelujah, and take over, you don't have no say. Ukiona yani unakuwa huna usemo yoyote, ukiruhusu shetani akae. You don't have no control. Una kujitawala tena. The enemy got your mind. Adui anashika ufahamu. For the word of God say the God of this world have blinded the mind of many. Mungu wa dunia hii amepofusha watu wengi. Who's the God of this world? The devil. Nani mfalme wa dunia hii? Ni shetani. That's why Jesus says also come upon this wicked generation. Ndiyo utaona kitakachowapata. Bwana amesema katika kizazi hiki. But the Lord say if you're willing to have eyes that you can see, kubali kuwa na macho yanayoona, and ears that you can hear his word, na masikio yanayosikia neno lake, and harden not your heart, na usipofanya moyo wako mgumu, that he'll not only heal you but he'll convert you. Hallelujah. Utaona kuponya, save you, na atakubadilisha. Amen. Amen. But they say we will not. We ain't going to do it. Hatutafanya hivi. God said, I give you pastors after my own heart to give you good doctrine, give you word. They said, we don't want to hear it. Watu wanaambiwa nitawapa. I got it in this here in the Bible. Watawapa neno la Mungu. It's in the word of God. Walio karibu na mimi, watu wanasema hatutaki. Where is it? If you, Lord said, if you seek me, you'll find me.
You study to show yourself approved, a workman not being ashamed. Wewe soma maandiko, hakikisha maandiko, tafuta maandiko. Seek the Lord through the word of God. Mtafute Bwana kupitia neno la Mungu. I can pull up scripture all day long, but will you believe? Ninaweza nikakuvutia maandiko mengi Will you hapa. receive it? Na utayaamini. Will you apply it to your life and live? Utayatimiza kwenye maisha yako. You got to save yourself from this onward generation. Inabidi ujiokoe na kizazi It's things that you got to do. Kuna mambo ambayo una wajibu wa kufanya wewe mwenyewe. People constantly tempting the spirit of the Lord. Watu wanamjaribu muda mwingi sana roho wa Kristo. Let's read verse 3 please. Twende mstari wa verse 4. Mstari wa 4. Kwa sababu sisi tulio katika maskani hii twaugua tukilemewa, si kwamba twataka kuvuliwa, bali kuvikwa, ili kitu kile kipatikanacho na mauti kimezwe na uzima. For we that are in this tabernacle, this holy place of God, this house of God, do groan, being burdened, not for that we would be unclothed, but clothed. Amen. Having our holy garments on when Jesus comes, that mortality might be swallowed up of life. Amen. Read 5, please. 5. Basi yeye aliye tufanya kwa ajili ya neno hilo hilo ni Mungu, aliyetupa arabuni ya Roho. Now he that have wrought us for the self-same thing is God, who also have given us the earnest of the Spirit, has given us the Holy Ghost. Read 6, please. 6 inasema, basi siku zote tuna moyo mkuu, tena twajua ya kuwa wakati tuwapo hapa katika mwili tunakaa mbali na Bwana. Therefore we are confident, knowing that whilst we are at home in the body, we are absent from the Lord. Read 7, please. Maana twaenenda kwa imani, si kwa kuona. For we walk by faith and not by sight. Amen. Amen. We walk by faith and not by sight. We're confident and knowing that God, when it comes to this body, hallelujah, that I'm walking in the Holy Ghost, that I'm walking in power. Hallelujah. I have control over the situation with Jesus. I have victory with Jesus. I have power in the name of Jesus. We're confident, I say. Amen. To be absent from the body is to be present with the Lord. When I transition from here, I will be present with the Lord. I'll be resting in the Lord, but I'll be in His presence. Wherefore we labor that whether present or absent, we may be accepted by Him. Read that, please. 8 na 9. Lakini tuna moyo mkuu, 8 and 9 I'm reading. Lakini tuna moyo mkuu, nasi tunaona ni afadhali kutokuwamo katika mwili na kukaa pamoja na Bwana. Kwa hiyo tena, ikiwa tupo hapa na ikiwa hatupo hapa, twajitahidi kumpendeza yeye. Amen. You got to check your house. Inabidi kuchunguza sana. You got to check your house. You got to check your house when you take Holy Communion, the broken body and shed blood of the Lord. Unapopokea meza ya Bwana, mwili na damu yake, tujichunguze sana nafsi zetu. I heard a man say, well, I'll take this cracker and I'll take this juice. No, you're taking damnation because you're not discerning the body of the Lord properly. Kuna mtu mmoja alikuwa namsikia anasema, anakula tu biskuti hii na juisi hii. Huyo mtu anawezekana kabisa alikuwa anakula hukumu yake mwenyewe, kwa sababu alikosa kupambanua kwa usahihi mwili wa Kristo. When you read 1 Corinthians 11 chapter concerning the Lord's Supper, it says to examine yourself, see whether you be in the faith, and also not only to examine yourself, make a self-examination as to whether you're taking it worthily. Because if you come there just to eat, you come there just to spectate, the Word of God said that you're taking damnation, not discerning the Lord's body. Ukisoma waraka wa kwanza wa Korinto sura 11, inazungumzia jinsi ya kuwa makini tunapochukua meza ya Bwana.
Amen. tusije tukajikuta tuko kwenye hukumu. You want to eat at home. Ukiwa una njaa, kula nyumbani. Kama This is the hujafunga, broken kula body nyumbani. and shed blood of the Lord. And what we do in remembrance of how he sacrificed his life for the sins of the world, for your sins and mine. Meza ya Bwana inachukuliwa kama kumbukumbu ya kile alichotutendea kwenye msalaba wa Calvary. And the Lord said, as often as you do this in remembrance of me. It's holy. Ni takatifu ile meza Holy ya Bwana. communion. Tunaifanya hivyo kama kumbukumbu, tukikumbuka alichotutendea katika msalaba wa Calvary. And when we take up his broken body and shed blood, Jesus said, if you don't do it, you have no part with me. Bwana anasema tusiposhiriki meza ya Bwana, hatuna nafasi pamoja naye. Amen. Amen. So we have to check our house and make sure inabidi tuchunguze nyumba that yetu we're found worthy to take it. Tukutwe tunastahili kuichukua. Don't come with no fights, no arguments, and all of that to the Lord's table with a whole lot of confusion. Usije na magomvi na makwazo kwenye meza ya Bwana. Because you'll mess around and bring damnation against Kwa you. maana utajikuta unajichukulia hukumu. You got any problems, you got any arguments, in the situation you clear it up before you come to God's altar. You clear it up before you come to God's house. And don't take Holy Communion if you got all that on your plate. Tengeneza na Bwana, tengeneza na mliokwazana nao kabla ya kushiriki meza ya Bwana. Usije hivyo katika dhambi. Gird up your clean mind. Weka fahamu zako. Make sure you come in the Holy Ghost. Hakikisha uje kwa umejawa na Roho. Make sure you come in the right spirit. Uje na roho ya unyenyekevu. Amen. Katika meza ya Bwana. 1 Corinthians 3:16. Waraka wa Korinto 3:16. 1 Corinthians 3rd chapter verse 16 and 17. Read those two, please. Tasoma katika jina la Bwana Yesu Kristo. Waraka wa kwanza wa Korinto sura ya 6 mstari wa 19. Hallelujah. Thank you, Lord. God is a good God. Inasema hivi: au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliyepewa na Mungu? Verse 17. Lakini yeye 17, lakini yeye aliyeungwa na Bwana ni roho moja naye. Hallelujah. 1 Corinthians 3:16 and 17. Know ye not that your temple, know ye not that you are the temple of God, and that the Spirit of God dwell in you? If any man defile the temple of God, him shall God destroy. For the temple of God is holy, which temple you are. Amen. Amen. Let the word do the work. Wacha andiko lifanye kazi. Let the word do the work. Wacha andiko lifanye kazi. I just proved what I told you earlier. The word of God said amen. Amen. You amen. Should say amen. Yaani ili neno linahakikisha nilichokuwa ninaongea. Roho Mungu anasema pamoja nasi. Somebody may not be serving God at all, but if they say Jesus wept, I can say amen. Neno la Mungu mtu yote akilisema because it's true. Inabidi useme amen kwa maana ni kweli. Hallelujah. Hallelujah. 1 Corinthians 6:19. Waraka wa kwanza wa Korinto 6:19. Au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliyepewa na Mungu? Read 22. Wala ninyi si mali yenu wenyewe, maana mlinunuliwa kwa thamani. Basi mtukuzeni Mungu katika miili yenu. He says, what? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own? For ye are bought with a price. Therefore glorify God in your bodies and in your spirit, which are God's. Amen. Amen. 2 Corinthians 13:5. Waraka wa pili wa Korinto. I'm going to read it. 13:5. You find it. 2 Corinthians 13:5 and 6. Examine yourself, whether ye be in the faith. Prove your own selves. Know ye not your Know ye not your own selves, how that Jesus Christ is in you, except ye be reprobates? But I trust that ye shall know that we are not reprobate. Amen. Amen.
Read both 5 and 6, 5 and please. 6. Nitasoma katika jina la Bwana Yesu Kristo, waraka wa pili wa Korinto 13:5 na 6. Jichunguzeni wenyewe kwamba mmekuwa katika imani. Jithibitisheni wenyewe, au hamjijui wenyewe kwamba Yesu Kristo yu ndani yenu, isipokuwa mmekataliwa. Lakini natumaini kama mtajua ya kuwa sisi hatukukataliwa. A reprobate person, they speak against God. They speak against God's word. They don't care nothing about God's church. They don't care nothing about Jesus. They do their own thing. And hallelujah, and they're wicked in God's sight. Yaani watu wanajikuta wamekuwa waovu katika mbele za macho ya Bwana. The Bible tells us to lean not to your own understanding. Get wisdom, get an understanding. Neno la Mungu linatuzuia, linatuonya tusitegemea akili zetu wenyewe, tupate maarifa ya Bwana. People talk about, well, I sold my soul to the devil. No, all souls are mine, says the Lord. Kuna watu wanasema you gave in to the devil. Watu wameuza nafsi zao kwa Yesu. You chose to serve the devil. Hakuna mtu wa kumuuzia shetani nafsi. Nafsi zote ni za Bwana. You chose to serve the devil. Mtu tu ameamua kumtumikia shetani. Salvation is a hiso of a will. Wokovu ni wa hiari. It's only two powers. One of the Lord and one of the devil. Kuna mamlaka mbili. You chose to serve the devil. So hell will be your home. Ya Bwana Yesu Kristo na ya shetani. Huyo mtu amechagua kwenda jehanamu. There's some people that are ignorant, that without knowledge. Kuna watu ambao hawana ufahamu, hawana hekima. But there's some people that are willingly ignorant. Kuna watu ambao kwa hiari yao know the truth but won't walk in it. Lakini wamekataa kutembea katika kweli. They know to do right and choose to do wrong. Wanajua kutenda mema lakini wanaamua kufanya maovu. Amen. Amen. That's the difference of that. Ndio tofauti katika hilo. 2 John 1:7. Waraka wa pili wa Yohana 1:7. I'm going to begin to read. 2 John 1:7, and it says, "For many deceivers are entered into the world, who confess that Jesus Christ is come in the flesh. This is a deceiver and an antichrist." I want you to read that. Read 7 first. Tasoma waraka wa kwanza wa Yohana sura ya kwanza mstari wa 7. 2 John, waraka wa pili wa Yohana sura ya kwanza mstari wa 7. Nisamee, nimeenda waraka wa kwanza badala yake. Tasoma katika jina la Bwana Yesu Kristo. Kwa maana wadanganyifu wengi wametokea duniani, wasiokiri ya kuwa Yesu Kristo yuaja katika mwili. Huyo ndiye yule mdanganyifu na mpinga Kristo. Amen. It says, the spirit of Antichrist, you got a lot of deceivers. Jesus said that the devil is not only an accuser of the saints, but he's a deceiver. He's a liar. Shetani the father of all lies. Sio mshitaki wa watakatifu, bali ndio baba wa uongo wote. Amen. Amen. And he and his people that follow the devil to deceive many. Yaani shetani amekuja kuangamiza na kudanganya wengi, kupoteza wengi. Many people house ain't right, their spiritual house ain't right because they've been deceived. Watu wengi yani nyumba zao za kiroho ziko sawa kwa maana wameshadanganywa. For it was written even in the house of Galilee that who bewitched you that you will believe another gospel. Kwenye Galatia waliulizwa, nani amewadanganya, nani amewaloga waweze kusikiliza injili nyingine? This wicked generation, a lot of people here are bewitched. Watu wengi wamechawiwa kabisa. Amen. Amen. And then them being bewitched, they're deceived. Na wamedanganyika katika hayo. Hallelujah. Amen. In the 8th chapter of Acts, a man over some a particular group of people, I believe Samaritans, he performed witchcraft. He deceived the people. Unaona ukisoma Matendo ya Mitume sura ya 8 kuna with his witchcraft. Akidanganya watu kwa uchawi wake. And your leisure read it. And the man of God went there and preached Jesus. Mtumishi wa Mungu alienda pale kuhubiri Yesu Kristo. And perform miracles. Na kufanya miujiza. And people were baptized in Jesus' name. Watu wakabatizwa kwa jina la Yesu.
And they knew that he had the true power of God. Walijua mtumishi wa Mungu ana nguvu ya kweli ya Bwana. So the deceiver, he also took the baptism of Jesus. Na huyo mchawi akaomba abatizwe. The man of God sent for Peter. Mtumishi wa Mungu akamleta Peter. And Peter went there to see, with the hope that they might receive the Holy Ghost, because they didn't receive the Holy Ghost, the Bible says, but they were only baptized. Petro akaenda akitumainia wataweza kupokea Roho Mtakatifu. When Peter got there, he laid hands on the people, and the people received the Holy Ghost. Petro alipofika pale aliwawekea mikono, watu wakajazwa Roho Mtakatifu. According to their faith, they received the Holy Ghost. Kila mmoja sasa na imani yake. So the deceiver, the witch, he said, "Hey, I got some money to give you. Let me give you this money that when I lay hands on people, they can receive the Holy Ghost." Yule mchawi akasema eti wampe hiyo nguvu, awape pesa, wampe hiyo nguvu ya kuombea watu, kuwapa watu Roho Mtakatifu, akiwawekea mikono. Peter said, "Your money perish with you, that you think that you could buy the Holy Spirit, the Holy Ghost. It's not for sale." Petro akasema na aangamie na pesa yake, hawezi kununua Roho Mtakatifu. You better repent of this thing and pray that God have mercy on you. Akamwambia atubu, Bwana amrehemu. The deceiver said, "Hey, you got the power. You pray for me." Unaona huyo mchawi tena. Instead of me praying, I want you to pray for me. Bado anataka aombewe na Petro. My point of saying that is, you got people that, hallelujah, that are coming to God's people, and they selling snake oil, saying that it will cure everything, and it's and what is snake oil? Something that they're marketing to deceive you, to get your T-shillings, to get your money. Unaona kuna watumishi wa sasa hivi wanajiita watumishi wa Mungu, lakini wanawauzia watu vitu ati vina nguvu ya kuwaponya na kuwasaidia. With a sales pitch of any kind of lie to make their money, to get over on you. Watu wapate pesa, wakudhulumu tu, wakuunganishe na kuzimu. The Bible said, "Let no man deceive you by any means. Don't let no man deceive you. Let no man despise thy youth. Mtu asikudanganya, sikuhadai. Let no man speak evil of your good. Mtu asiseme uovu katika wema wako. But let no man deceive you." Yani mtu asikudanganya. By any means, the Bible says. Amen. Amen. Be not deceived. God is not mocked. That which a man sow, yet shall he reap. Mtu asikudanganye. Mtu anachopanda ndicho atakachovuna. Amen. Amen. 2 John, hallelujah. 1 and 8. Read that, please. Mstari wa 8. 2 John 1 and 8. You read 7. Okay. Read 8 and 9, please. Haya, nitasoma katika jina la Bwana Yesu Kristo. Jiangalieni nafsi zenu, msiyapoteze mliyoyatenda, bali mpokee thawabu timilifu. Hallelujah. Hallelujah. That's 8 and 9 you read? 8. Let me read it 9. Kila apitaye cheo, wala asidumu katika mafundisho ya Kristo, yeye hana Mungu. Yeye adumuye katika mafundisho hayo, huyo ana Baba na Mwana pia. Here's some instruction. Look to yourselves that we lose not those things which we have wrought, but that we receive a full reward. Make sure you get a full and check in your house daily, walking with the Lord. I want you to translate this. Hakikisha walking with the Lord, checking your house daily, tembea na Bwana kila siku, picking up your cross daily and following Jesus. Chukua msalaba wako kila siku, mfuate Yesu. You're assuring yourself that you will receive a full reward. Unajihakikishia kwamba wewe utapata thawabu yako kamilifu in Christ Jesus, katika Kristo Yesu, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Kujua kazi yako sio bure katika Bwana. Amen. Tembea kwako sio bure na Bwana. Verse 9, it said, whosoever transgressed and abideth not in the doctrine of Christ have not God. He that abideth in the doctrine of Christ, he have both the Father and the Son. Amen. If you are in the Word of God, you are in Christ Jesus, you walking upright before Him in the Holy Ghost, you have Jesus. You have the Father. If you don't have God. Wewe hauna Mungu. Una hatari kabisa na moto wa jehanamu. And you leaving yourself open unajiacha wazi for any unclean spirit pepo yoyote ile to come back with
his neighborhood or with his Uko wazi, 7 demons umetoa ruhusa zikuingie to live in you. kuishi ndani yako wewe mwenyewe. Amen. Amen. Read 10 and 11, please. 10 na 11. Mtu akija kwenu naye haleti mafundisho hayo, msimkaribishe nyumbani mwenu, wala msimpe salamu. 10. Read 10 and 11, please. 11. Maana yeye ampaye salamu azishiriki kazi zake mbovu. Verse 10 and 11. If there come any unto you and bring not this doctrine, Amen. bring this word of God, Amen. that was given to the churches, Amen. given to the saints, Amen. receive him not into your house. Amen. Neither bid him Godspeed, for he that biddeth him Godspeed is a partaker of his evil deeds. Tumeambiwa hapo. You got people that will come to your natural house. Kuna watu watakuja kwenye nyumba yako hii ya macho inayoonekana na tunayoishi, to sell you things, to tell you things, and even bring another God and another gospel, another doctrine, saying that Jesus is not the way. Kukuuzia vitu vingine mbalimbali na kukuambia injili ya kusema eti Yesu Kristo sio njia. You'll have somebody come to you and witness to your face. Kuna mtu anakuja na kushuhudia different gods miungu mingine other than Jesus. Zaidi ya Yesu Kristo. Hallelujah. Hallelujah. God said don't allow them in your house. Mungu amesema usiwaruhusu ndani ya nyumba yako. Your house, your body is the temple of the Holy Ghost. Your house, God say protect, keep. Hallelujah. And to keep the enemy out with other gods. Mweke adui nje kabisa, mbali na miungu mingine. So in reading these two scriptures, what did it tell me? Is people going to come to your house with another doctrine, another God, and he said, don't allow them in. Don't bid them Godspeed. That means don't bless them. Yani hapa tunaambiwa wakija watu na injili nyingine, don't bless them. Usiwabariki. Don't receive them in any way. Usiwapokee kwa njia yoyote. Because verse 11, he that biddeth him Godspeed, you blessing another God, you blessing another doctrine that other than what God has given you and saved you by, you're being a partaker of their sin. Unashiriki dhambi zao ukiwakaribisha na kuwasikiliza. You being a partaker of their evil deed of persuading you not to serve the Lord, but their God. Wanakushawishi wewe uondoke kwa Bwana. Don't do it. Usifanye hivyo. Usikubali. Check your house. Chunguza nyumba yako. Dot your I's, cross your T's. Kuwa makini kabisa. Line upon line, precept upon precept, as the Lord giveth. Chukua na kuchunguza na kuyashika maandiko, mstari mpaka mstari, andiko mpaka andiko. Try the Spirit, by the Spirit, and see if it be of God. If it ain't of God, don't let them in your house. Chunguza Mungu, chunguza roho, pambanua roho, uone kama ziko ndani ya Bwana. Don't let them in your natural house, don't let them in your spiritual house, and don't bless them. Usiwabariki, usiwape nafasi kwenye mwili, kwenye maisha yako ya kimwili na ya kiroho. Because the Lord said, I'm a jealous God. He said, don't put no other God before me. Bwana amesema yeye ni mwenye wivu, usiweke miungu mingine za mbele yake. It's written in the 10 Commandments, thou shalt not serve another God. Thou shalt not worship other gods. Hallelujah. Mungu anasema tusiabudu miungu mingine. Amen. God ain't asking us. God is telling us. He's commanding us as his people. Mungu anatuamuru kama watu wake. So if somebody witnessing to you, you're in the presence of somebody, they say they serve, hallelujah, they say they serve Buddha. Watu wanaabudu miungu mingine, Allah, Allah, or whatever God that they serve. Some Indians, they serve a god of water, the god of death, and some people, they have temples under rats and a whole lot of other things. People come to you with different doctrines other than the doctrine of Christ, they are cursed. Watu wanaokuja na mafundisho mengine tofauti na Biblia wako chini ya laana. They are cursed because they have not the doctrine of Christ. Kwa maana hawana mafundisho ya Yesu Kristo. No other name given among men whereby we must be saved but in the name of Jesus. Hakuna jina lingine liwalo tunalopaswa kuokolewa
isipokuwa jina la Yesu Kristo. And every knee should bow and every tongue should confess. Now the Bible says shall, it says you should. That is only right because he's God. Yeye ni Mungu, kila goti linapaswa likiri, lipigwe na kukiri that he is Lord. Kwamba yeye ni Bwana. Amen. Amen. And this same Jesus, hear Israel, say that. Sikieni Israeli. Yesu this same Jesus whom you crucified. Yesu huyu mliye God. Bwana. God mtumishi wa Mungu alisema have made both Lord and Christ. Amemfanya kuwa Bwana na Kristo. And they were pricked in their heart. Wakachomwa mioyo yao. And they said, what must we do to be saved? Wakauliza tufanye nini? And Peter said on the day of Pentecost, Petro akasema siku ile ya Pentecost, repent. Tubuni. And be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, kila mmoja wenu kwa jina la Yesu, for the remission of your sins. kwa ondoleo la dhambi. And you shall receive the gift of the Holy Ghost. That's God's promise. Hiyo ni ahadi ya Bwana kwetu sisi wanadamu. Amen. Amini hiyo. As many as received what he said were baptized. Not everybody received what he said, but 3,000 souls were saved that day. Nafsi ziliokolewa karibu 3,000 tumeambiwa kwenye Amen. Amen. Hallelujah. Amen. This concludes part 2 of our lesson. Hapa tunafikia mwisho wa sehemu yetu ya pili. Chunguza nyumba yako. You need to check your house. Chunguza nyumba yako ya kimwili na ya kiroho muda wote. Amen.